Naitwa Immaculata Suarez SMS, mkurugenzi mkuu kutoka NEMKI. Katika swala zima la elimu kwa umma linalosisitiza masuala mahususi katika madhara ya matumizi ya mifuko ya plastiki, baraza limefanikiwa kuandaa vipindi 88 vya uhamasishaji kupitia vyombo vya habari na mikutano 20 ya wadau kuhusu madhara ya matumizi ya mifuko ya plastiki. Vile vile kaguzi zimefanyika katika maeneo 178 ya uzalishaji na usambazaji wa mifuko ya plastiki, ambapo maeneo 57 yalikutwa na makosa na kuchukuliwa hatua stahiki za kisheria. Zaidi ya tani 150 za vifungashio kwa bahati mbaya visivyokidhi viwango vilikamatwa, vikitaifishwa na kuteketezwa kwa mujibu wa sheria yetu. Hata hivyo, swala la udhibiti wa vifungashio vya plastiki ni letu sote, kuanzia ngazi za familia hadi taifa. Hivyo hatuna budi kushirikiana kwa ajili ya kuleta matokeo chanya. Taka za plastiki kwa kweli ni na athari kubwa sana kwa afya za binadamu na mazingira kwa ujumla. Kwa hiyo naomba tuongeze nguvu wote sote, kila mmoja asimame katika nafasi yake kuhakikisha kwamba mifuko hii ya plastiki nchini inatokomezwa. 4. Kwa upande wa ukaguzi na ufuatiliaji wa uchafuzi wa mazingira, kwa kipindi hiki cha miaka 4, jumla ya kaguzi 9606 zilifanyika na malalamiko 1483 yalishughulikiwa hasa katika maeneo ya kelele na mitetemo. Uchafuzi wa mazingira ulidhibitiwa katika miradi mikubwa yenye viashiria hatarishi, mfano kwenye bwawa la Mwalimu Nyerere, bomba la mafuta la Afrika Mashariki na mradi huu wa SGR, ambapo programu 50 za elimu na vipindi 75 vya uhamasishaji vilishafanyika. Ndugu wanahabari, katika swala la ufuatiliaji wa vibali vya mazingira na ufuatiliaji wa taka hatarishi, kwa kipindi hiki cha miaka 4 vilitolewa vibali 781 kwa wafanyabiashara mbalimbali. Pia nyaraka 1477 za ufuatiliaji zilitolewa, ambapo 1089 zilirejeshwa na kufanyiwa mapitio na kubaini kuwa tani 165,834 za taka hatarishi kama chuma chakavu, betri zilizotumika, magurudumu, vioo, mafuta machafu, plastiki na taka za kielektroniki zilifuatiliwa kwa mafanikio kote nchini. 6. NEMKI kama nilivyosema tunajishughulisha pia na tafiti mbalimbali katika masuala ya mazingira. Kwa kipindi cha miaka 4 baraza limefanya tafiti mbalimbali na kuandaa maandiko ya miradi. Aidha, na kutekeleza miradi hiyo, baraza limeratibu utekelezaji wa miradi mabadiliko ya tabia nchi, kupunguza matumizi ya zebaki kwa wachimbaji wadogo wa dhahabu, pamoja na miradi wa kusimamia utekelezaji wa sheria ya mazingira kwa jumla wake. Mfano, katika ajenda yetu ya utafiti imetekeleza katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na utafiti kuhusiana na changamoto za uchafuzi wa mto Mara, mmomonyoko wa fukwe katika maeneo ya Coco Beach Dar es Salaam, Kunduchi Beach, Mbweni JKT Beach na fukwe za Mikadi, maeneo ya Msuka, eneo la Msuka lilopo Pemba Mnazi, Pemba Kaskazini, Guba ya Mikindani na manispaa ya Mtwara. Vile vile baraza limefanya tathmini ya hali ya mazingira kwenye maeneo yanayokumbwa na maporomoko ya ardhi katika milima ya Hanang, Manyara na miamba iliyopo wilayani Same, Kilimanjaro. Baraza pia limefanya tathmini ya ubora wa maji wa Ziwa Victoria na kuainisha maeneo yanayotakiwa kupewa kipaumbele katika swala zima la kulinda ubora wa maji kutokana na athari zilizobainika katika Ziwa Victoria. Tafiti hizo zimepelekea kuwepo kwa taarifa 2 kubwa. Ya kwanza naomba nisome sasa kwa lugha ya kigeni. Development of Environmental Management Strategy towards Sustaining Ecological Integrity of Lake Victoria na Lake Victoria Roadmap for Management of Water Quality in Mwanza City, Tanzania. Lugha hizi tumetumia lugha ya Kiingereza kwa sababu mnavyojua ziwa hili linazungukwa na nchi zaidi ya 7. Nchi 5 lakini 2 zinategemea moja kwa moja ziwa letu la Lake Victoria. Kwa hiyo tulifanya kazi na wenzetu katika utafiti na kuja na maandiko hayo ambayo yanatusaidia katika kutengeneza sera na mikakati ya kutunza ziwa hili nyeti. Kama mnavyokumbuka